Walimu wa shule za upili za chini maarufu kama JSS intern teachers sasa wanaitaka serikali kuwaajiri rasmi walimu 44,000 walioko kwenye mkataba wa mpango wa mafunzo, wakisema kuwa mfumo huo ni kinyume cha sheria. Walimu hao wametaka kuwepo kwa uhuru kamili wa uongozi wa shule za JSS, wakidai kuwa bado wako chini ya mfumo wa elimu ya msingi, jambo linalosababisha changamoto nyingi za kiutawala. Kwa mujibu wa walimu hao, muundo wa sasa wa uongozi unawanyima nafasi ya kufanya maamuzi huru na kuadhiri utoaji wa elimu bora kwa wanafunzi. There's money for doing Nyota, there's money for doing all these other things, but money for confirmation of teachers is not there. And you are the people who are in classrooms. We are the ones taking care of education system. Why is the government not confirming us? Our plea to the President of Kenya, hear us. Internship is illegal. Up to now, I want to confirm that in most of these public junior secondary schools, lab apparatus and equipment which are very important for delivery of CPE content are biggest vocabularies, despite the fact that the government is pumping billions of money. Is that really fair? Those are taxpayers' monies which are actually getting wasted. So if the government is really serious to help those learners, let junior secondary school be a stand-alone level of education. Aidha, wanalalamika uhaba wa rasilimali shuleni, wakisema kuwa wanalalamika kushindania vifaa na walimu wa shule za msingi, hali inayozorotesha mazingira ya masomo. Walimu hao sasa wameipa serikali makataa ya wiki 2 kushughulikia matakwa yao, wakionya kuwa iwapo hatua hazitachukuliwa, watachukua hatua ya kusitisha kazi kote nchini. Mtaala wa elimu ni kwamba kuna miaka 2 ya shule ya chekechea, miaka 6 ya shule ya msingi na miaka 3 ya sekondari ya msingi, na hakuna namna ambavyo mwalimu wa shule ya msingi atamsimamia mwalimu wa shule ya sekondari ya msingi. We are going to down our tools. We will paralyze learning everywhere in Kenya, and the one who will be suffering is that parent or that student of a Kenyan hustler, because with the dynasties their students are studying in international schools and private schools. Hili likijiri, wadau wa elimu wanaitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka ili kuepusha mgogoro ambao unaweza kuathiri masomo ya wanafunzi wa JSS. Aziza Mureithi, Hubs Media.